Na mtazamaji, tuangazie taarifa za magatuzi ambapo wakazi wa maeneo ya Kargi na Kalacha katika kaunti ya Marsabit wameelezea matumaini yao kwamba hatimaye watapata haki kufuatia kuanza kusikizwa kwa kesi iliyowasilishwa katika mahakama ya kusikiza kesi za ardhi na mazingira huko eneo la Isiolo dhidi ya kampuni ya mafuta ya petroli inayomilikiwa na Uingereza ya BP ambayo inashutumu kampuni hiyo kwa madai ya uchafuzi wa mazingira unaotokana na shughuli za kutafuta mafuta katika eneo hilo. Taarifa hiyo mtazamaji na nyinginezo ni kwenye mseto wa taarifa za kaunti. Waliowasilisha kesi hiyo wanadai kuwa kuna vichafuzi hatari vyenye mionzi kutokana na shughuli hiyo na kwamba vimechafua mazingira, maji yaliyo ardhini na kusababisha magonjwa pamoja na vifo miongoni mwa jamii zinazoishi karibu. Jaji Ogutu Mboya aliagiza kwamba kesi hiyo ifanywe marekebisho ili kujumuisha Wizara ya Kawi na mafuta ya petroli. Unakaa na mgonjwa, umempeleka hospitali, umetumia mali nyingi na baadaye unakuja kupoteza huyo mtu. Hii visima ni visima ambao watu wanakunywa maji, na hii maji ni visima ambayo inatumika kwa wanyama, mbuzi, ngamia na punda na kila wanyama ambao tuko nayo. Wakati huo wakazi wa mji wa Kilifi waliandamana kufuatia mauaji ya msichana mwenye umri wa miaka 7 yaliyotekelezwa siku 2 zilizopita. Bado tunaendelea kusaka yule mhusika mkuu na wengine ambao wanaweza kuwa wanachangia katika hiki kisa. Kwingineko, mwakilishi wadi ya Jarajila Nur Sheikh Farah amesema anapinga mipango ya kujumuisha kambi ya wakimbizi ya Dadaab katika kaunti ya Garissa na jamii zinazoishi karibu, akisema hakuna uwazi na kushirikishwa kwa wananchi kwenye shughuli hiyo. The host communities have totally gained nothing in terms of assistance to the host community. If at all there's anything, nothing that I can be proud of. Na Kenya imezindua awamu ya kukusanya takwimu kwenye utafiti wake wa kwanza kuhusu kujumuishwa kwa watoto wenye ulemavu kwenye elimu ya chekechea, kwenye hatua inayonuiwa kuhakikisha wanapata huduma muhimu za watoto wenye ulemavu. It is about ensuring that when governments plan, children with disabilities are not an afterthought but a priority. Hatimaye, gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amekariri kujitolea kwa serikali ya kaunti hiyo kuhakikisha hakuna mwanafunzi atakayekosa kusoma katika kaunti kwa kukosa karo. Through the county bursary program, to date, we have disbursed 670.2 million shillings